Na sasa ni katika habari za biashara na uchumi, na moja kwa moja tuungane na mwandishi wetu kutoka mkoani Dodoma. Asante sana studio zetu hapo jijini Dar es Salaam. Mtazamaji wa Channel 10 habari za wakati huu, popote pale unapotutazama, karibu kwenye habari za biashara na uchumi kutoka hapa Dodoma. Mimi ni Roda Simba. Mfumo wa stakabadhi za ghala umeendelea kuleta mafanikio baada ya mazao yanayouzwa kupitia mfumo huo kuongezeka kwa asilimia 43.6 kwa mwaka wa fedha 2025-2026, hali inayodhihirisha imani kubwa walionayo wakulima pamoja na kuimarisha ushindani wa soko la mazao nchini. Taarifa zaidi tuungane na Amani Mbando. Mkurugenzi mtendaji wa bodi ya usimamizi wa mfumo wa stakabadhi za ghala WRRB Asangie Bangu amesema katika kipindi hicho zaidi ya kilo bilioni 1 za mazao ya aina 9 ziliuzwa kupitia minada ya kidijitali na kuwaingizia wakulima zaidi ya shilingi trilioni 2, huku halmashauri zikikusanya zaidi ya shilingi bilioni 61 za ushuru wa mazao. Jumla ya gunia milioni 19 zenye uzito wa zaidi ya kilo bilioni 1 ziliweza kukaguliwa na kuthibitisha ubora wake. Aidha, kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala, WRB imeendelea kuchangia kutatua changamoto ya lumbesa katika biashara za mazao. Mazao yote yanayouzwa kupitia mfumo huu wa stakabadhi za ghala hayana changamoto ya lumbesa. Bangu ameongeza kuwa miaka 20 ya uwepo wa mfumo huo ambao unasimamia mazao 18, sasa bodi imeanza mchakato wa kupanua wigo wa kuingiza mazao mapya ikiwemo mazao ya viungo, mifugo na bidhaa nyingine, hatua inayolenga kuongeza fursa za masoko, thamani ya bidhaa na kuwafikia wazalishaji wengi zaidi nchini. Tunajipanga kwa haraka sana kwenda kwenye upande wa viungo, iliki, kitunguu saumu na kadhalika vyote. Tunashirikiana kwa ukaribu na wenzetu wa Kopra ambao ndio bodi inayosimamia mazao hayo, sababu hayo ni maeneo ambayo kwa muda mrefu yamekuwepo na uzalishaji umeongezeka. Asante sana Amani Mbando kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, nikiangazia taarifa nyingine, bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko CPB imepanga katika mwaka huu wa fedha 2026-2027 kutumia zaidi ya shilingi bilioni 88 kwa ajili ya kununua mazao na hivyo kupanua soko la wakulima hapa nchini. Taarifa zaidi tuungane na Kuringe Mongi. Hatua hiyo ambayo inawahakikishia wakulima kuwa na soko la uhakika la mazao yao imetangazwa hapa jijini Dodoma na mkurugenzi mkuu wa CPB Bwana Eradius Katigano kwenye mahojiano maalum na kituo hiki. Kwa mwaka wa fedha 2026/27 CPB imeweka malengo makubwa zaidi ya kununua jumla ya tani 102,723.16 zenye thamani ya takriban shilingi bilioni 88.33, hatua ambayo itaongeza fursa za soko kwa wakulima wengi zaidi nchini. Aidha, mkurugenzi mkuu huyo wa CPB akaweka wazi mipango ya kuyaongezea thamani mazao na kuweka virutubisho ili kuimarisha lishe na kuondoa tatizo la utapiamlo nchini. Hatuhitaji kuuza malighafi, tunataka tuongeze thamani ambayo pia itaongeza mnyororo wa ajira kwa Watanzania na kwa wakulima kwa ujumla. Lakini pia hiyo hatua inatusaidia kuongeza na kupunguza upotevu wa mazao. Pamoja na mambo mengine, bodi hiyo ya nafaka na mazao mchanganyiko imenuia pia kuimarisha soko la bidhaa zake nje ya nchi. Sisi CPB tumejipanga kwenda kufungua masoko mpaka katika maeneo ya mipaka ya nchi yetu. Tunataka tuwasaidie wenzetu kutoka Kenya wapate bidhaa za CPB karibia na maeneo yao, Waganda, watu wa Rwanda, Burundi, Zambia. Asante sana Kuringe Mongi kwa taarifa hiyo. Na angazia taarifa nyingine, serikali imesisitiza kuendelea kuimarisha zao la zabibu kupitia mikakati iliyopo ili kuongeza thamani na kupanua masoko ili zao hilo la kimkakati liwe kichocheo cha ukuaji wa uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Msisitizo huo umetolewa na mkuu wa mkoa wa Dodoma Bi Rosemary Senyamule wakati alipotembelea viwanda viwili vya kuchakata zao la zabibu. Na mnyororo wa thamani wa zao la zabibu kutoka shambani mpaka kiwandani, lakini kama mkoa tunayo mikakati mbalimbali ya kuhakikisha zao hili linaendelea kuwa zao la kimkakati, zao la kiuchumi, zao la utalii, lakini zao ambalo linajipambanua kwa ajili ya kubadilisha maisha ya wananchi wa mkoa wa Dodoma. Lakini kikubwa zaidi ni kuhakikisha wakulima wanalima kwa tija.
Mmoja wa wamiliki wa viwanda vya kuchakata zabibu, Bwana Carlos Mwaikambo, akachukua nafasi hiyo kuwahakikishia wakulima wa zao la zabibu kuwa hawatapata hasara ya kuharibikiwa mazao yao yakiwa shambani baada ya kukomaa. Na tunaamini uhitaji ile tatizo la watu kuozewa zabibu yao mashambani hautakuwepo kwa sasa, kwa sababu viwanda vinaongezeka, wakulima wasiwe na wasiwasi kwa sababu mpaka kufikia hapa katika upande wa habari za biashara na uchumi kutoka hapa Dodoma, mimi nakuwa sina la ziada. Mimi ni Roda Simba na sasa narejesha matangazo haya hapo studio jijini Dar es Salaam.